Sasa mimi nataka kumwelezea dadangu Gladys. Sisi huku kwetu tukisema ODM tunasema hutayari, sio? Na ya pili tunasema hutayari, sio? Ya tatu tunasemaje? Kakuna kuchimbira, sio? Kwa hivyo akija tena tumfundishe ile lugha aielewe, lakini huyu itabidi ajifunze. Itabidi ajifunze kwa sababu tumekubaliana sisi hatuwezi kukubali Harry Kombe kudhulumiwa na watu ambao kwamba hawana heri wala hawana nia nzuri. Mimi nataka kuambia watu wa Marafa, nivue miwani tuonane ana kwa ana. Watu wa Marafa, hapa gavana wa Kilifi ana watu 1.6 walioko katika Kilifi County. Gavana wa Homa Bay ana watu 1.2. Gavana wa Mombasa watu 1.2. Sote tumefika paka Marafa kuzungumza na watu waliyechukua kadi za kura 926. Tuko hapa kwanza kuwaambia kwa nini Harry Kombe anastahiki kuendelea kuwa mbunge wenu. Na pili, tuko hapa kuwaambia watu wa Marafa, na munisikize kwa makini. Kuna watu watakuwa ni wenye kuwa na lugha ya kuhadaa, watakuja hapa. Kuna watu watakuwa ni wenye kuja hapa na kujaribu. Tena nimepata fununu baadhi ya sehemu nyingine. Pesa, Waswahili wanasema pesa haikusilimu. Pesa ndio ile ambayo kwamba yenye kutumika kwa yale mambo yote. Nimeambiwa kuna sehemu nyingine jamaa wanatoa chakula, wakitoa chakula watu wanaambiwa lete kadi yako ya kura na ulete na kitambulisho chako. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Enyi watu wa Marafa, nataka tena mnikiuliza hili swali na hawa watu wa vyombo vya habari wasikie. Nimepata fununu ya kuwa hawa jamaa wanatumia pesa. Katika hali ya kutumia pesa, wanaona ya kuwa watakuja kununua na kuangalia ya kuwa sisi kuwa ni watumwa. Nimeambiwa ya kuwa wananunua kadi ya kura na vitambulisho, wakipeana ile vile marehemu baba alikuwa anasema ya kuwa watu wengine wanatupiwa mahindi, wanafanyiwa kama kuku, ili kuku ashikwe, achinjwe, awe ndio kiteo. Na wauliza watu wa Marafa, ni kweli si kweli ya kuwa wameanza kutumia pesa na kutoa vyakula muuze kadi zenu za kura? Mimi nawaambia hawa jamaa wakija na vyakula vyao, chukueni vyakula kwa sababu ni pesa yenu, bebeni, na ikifika siku ya kura mkumbuke wale ambao kwamba ni wabaya wetu ni nani. Hapa kuna fikra aina mbili. Sisi kama wana ODM, DJ hata kama itabidi koni wache hapa lakini nitazungumza. Sisi kama wana ODM, msimamo wetu ni kwa Kenya ni ya Wakenya wote. Msimamo wetu ni kuwa ni lazima sisi tuwe na demokrasia ambao kwamba itakuwa ni yenye kufaa. Msimamo wetu kama ODM ni kwa Kenya ni kubwa kuliko mtu mmoja binafsi. Tukaingia katika mtazamo huu ambao kwamba ni wa broad based. Mtazamo wa broad based, tumewekeana mkataba mambo 10 kati yetu sisi na UDA.
Katika yale 10 yote, hamna hata moja ni jale jingine. Yote 10 ni kuhusiana na watu. Kuhusiana na rasilimali za Wakenya. Tukakubaliana kuanzia sasa mpaka mwaka 2027 tunakaa katika hii broad based. Sasa kule kwengine wako tena, mimi DJ nimesikia kuna ngoma moja, anza kuiweka tayari. Nasikia kuna ngoma moja inasema kwa hata wakiungana matusi kututukana, sisi ndio. Nimepata fununu jamaa wameungana huko kwengine. Pesa mwanamume. Jamaa kuna pesa huko zimetolewa. Watu wanasema ya kwa tuungane. Tena mimi nauliza, angalau mungeungana kwa mambo fulani. Sisi hatujafundishwa matusi. Sio kwa mdomo wetu hauwezi kutoa matusi. Lakini mdomo wetu haujafunzwa kutoa matusi. Jamaa, and we will ever remember. Hata kama baba alitufunza tuweze kusamehe, tutasamehe, lakini kusahau hatusahau. Walitutukania baba kabla hajafariki, tena wakawa sasa ni wenye kukosa haya, wakatukania baba hata baada ameenda mbele ya haki. Hatuwasahau. Tunaweza kusamehe, lakini kusahau. Sasa mimi nawaambia watu wa Marafa, mimi naomba ikifika tarehe 27 watu wajitokeze kwenda kupiga kura Harry Kombe aingie. Kuna tofauti kubwa baina ya nyasi na mboga. Kuna tofauti kubwa baina ukienda katika kikao cha harusi na kikao cha matanga. Kuna tofauti kubwa baina ya siku ile ambayo kwamba watu wanafunga ndoa na siku ambayo kwamba mzazi anazaa. Kuna tofauti kubwa muungano ambao kwamba tuko nao sisi mpaka mwaka 2027 na muungano wa wale wengine. Sisi muungano wetu ni kuhusiana na watu. Muungano wetu ni kuzungumza, na ndio ukaona leo hakuna candidate ambaye kwamba ni wa UDA anasimama. Hakuna candidate ambaye kwamba ni wa PAA anasimama. Hakuna mgombeaji wa chama kingine anasimama. Wale wengine lao lazidi, la ziada. Ukiamka asubuhi mpaka usiku wewe ni kutusi tu. Na mimi nawaambia hata mkamtusi Mng'aro vipi, hamwezi kuregesha ya kwa hapa katika hii Marafa kulikuwa hakuna hospitali. Tulikuja na Raila Amolo Odinga tukaja tukaifungua hospitali hapa. Kubalini mukatae, hata mukatusi vipi, zile pipe za maji zilowekwa zilikuwa haziko, leo ziko. Hata mukatusi vipi, ile lami ilikuwa haiko katika eneo hili la Marafa, leo lami inaweza kuwekwa. Hata mukatusi vipi, leo Mung'aro amewaambia ya kwa mwelekeo wa kwenda nao ni Harry Kombe, nipeni nafasi nifanye kazi. Hata mukatusi vipi, panapo majaliwa, wacha election hii ambao kwamba hii itakuwa ni ile tunaita tela. Mwaka 2027 mimi nimesema wazi, chama cha ODM mambo ni mawili yatatendeka. Yachukueni kwangu, mambo mawili yatatendeka katika ODM. Aidha tutakuwa sisi ndio wenye kuunda serikali au tutakuwa ndani ya serikali. Mambo yatakayoweza kufanyika, kwa sababu la tatu ni kuwa katika upinzani, hatuko huko. Na tuwafunza wenzetu ambao kwamba watakuwa katika upinzani, kueni katika upinzani na agenda yenu isiwe ni matusi. Agenda yenu isiwe ni yenye kuwatafuta paka walioko chini mbele ya haki. Agenda yenu ikiwa kweli mnataka kufaulu, agenda iwe ni watu. Mimi nawaambia, mfalme amefariki,
lakini milele taji liweze kuishi. ODM, 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 ODM. Mimi nawaambia ODM hutayari kuhakikisha ya kwa wale ambao kwamba ni wakabila, wale ambao kwamba wenye mdomo wa kila aina ya chuki, wale ambao kwamba nafsi zao si watu bali ni wao wenyewe, ODM tuko tayari kuweza kuwashinda. ODM, nawaambia ODM hutayari, tuko tayari kuhakikisha huyu Harry Kombe ataendelea na mng'aro. Panapo majaliwa mwaka 2027 tuarejea hapa kuweza kusherehekea. ODM, minawaambia ODM hakuna kuchimbira, tuko ndani, hatukimbii katika hii broad based. Tuendelea mpaka mwaka 2027, ndipo baba alipotuacha na ndipo tutakapokaa. Ikifika mwaka 2027 mambo mawili yatafanyika. Hebu fanyeni hivi, mambo mangapi yatafanyika ikifika mwaka 2027? Mambo mangapi? Aidha tutakuwa ni wenye kuunda serikali ama tutakuwa ndani ya serikali. Upinzani bye bye my friend. Tumekubaliana mpaka hapo? Tumeelewana? Mimi kwa hayo mengi ni kuwatakia kila laheri. Ama DJ, unajua sijui niliwaambia waekeeni vijana waje kula. Kujeni tukule ngoma bwana. Wana Marafa oye!